Akishai TV juzi, jana na leo tena tuko hapa katika uwanja wa Mao Zedong kuja kuzungumza kuja kufuatilia mchezo wa FA umetamatika hapa, KVZ dhidi ya Zimamoto mabao 3-1. Tuko na mchezaji Michael Joseph mwenye magoli mengi zaidi katika ligi kuu ya Zanzibar. Michael, habari? Habari nzuri. Kwema. Hongera kwa alama 3, lakini pole kwa mchezo mgumu. Nashukuru mchezo ulikuwa rahisi, ulikuwa mgumu sana lakini tumepambana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tumepata alama 3, nashukuru. Yes. Mchezo ulikuwa na ugumu kwa namna gani ambao umekutana na Zimamoto na mshakutana kwenye ligi, mkutana tena katika FA? Ugumu kwanza ulichagizwa na mechi ya kwanza kwa sababu walitufunga. Kwa hiyo tumekuja uwanjani kwa nia ya kulipiza kisasi kwanza, alafu pili hizi timu za vikosi. Kwa always mechi za vikosi zinakuwa ngumu. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumepata matokeo. Tunashukuru. Unahisi sehemu gani ambazo labda mlikuwa bora zaidi ambayo leo imepelekea nyinyi kwenda kupata magoli 3? Kwa siku ya leo tulicheza kutokana na maelekezo ya mwalimu. Kwamba watakapokuwa wanapoteza mpira tushambulie kwa haraka. Tunashukuru. Tumefanya hivyo, tumepata alama 3. Kwa hiyo leo tulikuwa bora kwenye transition. Kama alivyotuelekeza mwalimu, tulifuata hivyo hivyo. Lakini tuliona kipindi cha kwanza mlikuwa mna push sana kwenda juu, lakini baada ya mapumziko tuliona mlikuwa mnacheza sana kwenye zone yenu na kwenda kushambulia kwa counter attack. Kipi ambacho labda mwalimu aliwaelekeza ambacho alikiona yeye na kwenda kufanya kazi katika kipindi cha pili? Kipindi cha kwanza tulikuwa tuna push kwenda juu kwa sababu tupate goli la mapema. Tunashukuru tulilipata kipindi cha kwanza, kwa hiyo kipindi cha pili tukaja na mkakati mwingine kama maelekezo ya mwalimu. Tukawavizia waje, wamekuja tunapiga counter. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa hilo. Mechi ijayo ya ligi mnakutana na Mwembe Makumbi City na ni miongoni mwa timu bora sana na hata jana mlishuhudia namna mnacheza na JKU. Unazungumzaje hiyo mechi? Mechi ni ngumu lakini tutakuja kwa ajili ya kupata alama 3. Tutafuata maelekezo ya mwalimu. Inshallah nayo tutapata alama 3. Lakini mashabiki wako wanatamani kumjua Michael kiundani, kuanzia safari yake alipoanzia mpaka kuja kufika hapa. Mimi nakufahamu kama ulianzia kunako klabu ya Simba pale Simba B. Safari yangu ni ndefu kwa sababu katika mchezo wa mpira kuna sehemu mbalimbali lazima utapita. Lakini nilianza kwa kiufupi tu, nilianza timu B under 17 pale Simba 2019 hiyo 2019 2020. Nikacheza timu B pale under 17, nikafanikiwa kupandishwa under 20. Nimecheza under 20, tukacheza mashindano pale ya under 20, nikapata nafasi ya kuja kwa mkopo KVZ kwa mara ya kwanza. Nilikuja kwa mkopo nikacheza nusu msimu ikabidi Simba tena wanirudishe kwa ajili ya kucheza Mapinduzi. Nikaja na Simba kwenye Mapinduzi. Nikafanikiwa kucheza. Nilipomaliza kucheza nikapata ofa ya kwenda Namungo. Nilipoenda Namungo nimecheza msimu mmoja Namungo. Kwa sababu niliishi vizuri na KVZ, kwa hiyo ilitokea fursa. Ilipotokea fursa wakanipigia simu wakaniambia kwamba bwana, huku kuna fursa hivi na hivi. Vipi, inawezekana kuja? Nikamwambia inawezekana. Kwa hiyo nikawaaga Namungo, wakaniruhusu kwa sababu pia nilikuwa naishi nao vizuri, wakaniruhusu nikaja huko. Kwa hiyo nilipokuja, nilipomaliza ndo nikaanza msimu wa mwaka jana. Na KVZ sasa. Mpaka hivi sasa una magoli takriban 13 kwenye ligi na ndio ambaye kinara mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Wako inakupa hamasa ama confidence kwa namna gani na malengo yako haswa katika ligi kuu ya Zanzibar? Hamasa ni kubwa kwa sababu pia wanaonifuata hawapo mbali sana. Kwa hiyo kila siku unakuwa unatafuta akili mpya ya kuweza kuongeza magoli. Kila siku unajituma mazoezini, unajituma kwenye mechi ili upate kuongeza magoli ili malengo yatimie. Malengo yangu ni kuwa mfungaji bora na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itakuwa. Tapambania mpaka itakuwa. Ni nafasi gani ambayo Michael akicheza huwa ana enjoy sana? Akitokea kama striker namba 9 ama akitokea kama winger? Mimi na enjoy nafasi zote za juu nikicheza. Zote za juu. Yaani nikitokea kama winger na enjoy, nikitokea kama striker
na enjoy, hamna shida. Ila kuna ile ambayo Michael bwana mwalimu leo kaniweka hapa kwangu kabisa. Striker. Namba 9. Nikitokea kama striker pale nakuwa na enjoy zaidi, lakini hata pembeni pia yani haina shida yani kwangu mimi. Yani sio kwamba kusema labda inakuwa ina tatizo au vipi. Hapana, haina shida yani ni fresh kabisa. Michael, wewe simu kuna kitu ambacho kila nikikutazama kuna kitu ambacho nakiona, nataka unipe siri. Michael, kwa nini wewe haupigi chenga uwanjani? Chenga sio za kila mtu. Kwanza chenga sio kwa kila mtu uwanjani. Kuna wengine wana talanta hiyo, wanaweza wakachukua 2 3, lakini mimi nacheza rahisi. Nacheza rahisi, nacheza kwenye nafasi. Ikija mpira na napokea, naachia, naomba kwenye nafasi, napata nafasi ya kuscore. Chenga sio kwamba labda siwezi, hapana, lakini sijachagua upande huo kwa sababu talanta pia tunatofautiana. Chenga sio za kila mtu. Kwamba niweke kwenye njia. Wewe niweke njiani, mimi nitakutana nayo nitascore. Kuna beki gani ambaye labda kwenye ligi kuu ulikutana naye ukasema huyu kweli leo noma? Mabeki wapo wengi wanakuja kabisa kucheza mechi, lakini unakuwa unajiandaa kukutana nao mabeki wengi tu. Yaani kuna ile defense ambayo nasema kesho tukienda kucheza nao tabii nijiandae vizuri kabisa. Hapo utakuwa kidogo unanifikirisha, lakini defense nyingi tu, lakini yani kusema ya team plan inakuwa mimi nakuaga siwazi sana. Mimi nakuwa na focus tu na maelekezo ya mwalimu, na focus na mazoezi yangu. Kwa hiyo inakuwa inanipa urahisi wa mimi penetrate kwenye defense yoyote. Magoli gani ni rahisi sana kwa Michael kufunga katika kukevu nje ya box ama kuingia ndani ya box? Yote kwa sababu kwa asilimia nyingi mimi huwa natokea pembeni. Kwa hiyo pembeni ni aghalabu sana kuingia kwenye box. Inakuwa unapata nafasi nje, unapata pia nafasi kwenye box. Kwa hiyo zote mimi nakuwa nikizipata na score fresh. Umecheza Tanzania bara lakini hivi sasa uko Zanzibar. Ukiangalia kwa hivi sasa ukubwa wa ligi ya Zanzibar lakini pia na ugumu tunatofautiana vipi na kule Tanzania bara? Ugumu upo. Ugumu unachagizwa kwenye nini tu, kwenye labda tuseme kwenye riziki, kwa sababu huku yani huku bado kidogo niseme kwenye maslahi tuseme ya wachezaji, lakini ugumu kuhusu uwanjani ni vile vile kama kule na kama huku the same, lakini utofauti upo kwenye maslahi tu, kwamba huku kuna maslahi zaidi na huku maslahi kidogo yapo chini. Lakini zidi tunavyokuwa maslahi yanakuwa yanakuja yanaongezeka mpaka ligi yetu pia nayo itakuwa juu. Sawa. Unatumia mimi mpaka hivi sasa sijui unatumia mguu gani. Ni miongoni kama Luis Jose Miquissone. Yupi ni role model wako ambaye kusema bwana mimi namtazama sana huyu jamaa na appreciate? Role model wangu kwa wapi sasa, hapa Tanzania au yani hapa nyumbani? Kwa Tanzania. Kwa Tanzania role model wangu mimi nipo tofauti kidogo na watu wengine. Role model wangu mimi alikuwa kakaangu mimi alikuwa anacheza mpira. Kwa hiyo kipindi mimi nipo mdogo yeye ndo alikuwa ananichukua mimi, tunaenda uwanjani. Ananichukua ananipeleka kwenye viwanja, ananipeleka yeye anapokuwa anacheza mechi. Kwa hiyo mimi nilitamani kucheza kama yeye. Sikuwa naona watu wengine. Kwa hiyo zidi ninavyokuwa nakuwa ndo nikaanza kuona watu wengine, lakini mimi nilikuwa nauishi kucheza kama yeye. Kaka John. Basi mtake kila. Inshallah.